tukamalizia huko hapo. Ye watu wa Dago, mbona mmekaa mbali hivi? Naomba kama inawezekana nyewe huko nao waangalia mkaribie hivi, ili tuyazungumze masuala ya Dago na tuzungumze masuala ya Iramba na ya Singida yetu na ya Tanzania yetu. Kama inawezekana mkakaribia, mimi nitafurahi sana. Ndugu zangu wa Dago, mimi sijawahi kufika hapa kwenu, wanaisikia tu. Leo ni mara yangu ya kwanza nafika kwenu, na leo ni mara yangu ya kwanza nafanya mkutano kwenu. Kwa hiyo kwanza niwashukuru kwa kuja kwenye mkutano, na pili nitawaomba mniazime uvumilivu wenu, kwa sababu ninaweza nikawachosha kidogo na mambo pengine takayo yasema. Kwa waombeni mniazime uvumilivu, kwa sababu nimekuja mara ya kwanza. Leo tumeanza ziara ya wiki 3 ya kutembelea mkoa wetu wa Singida, na tumeianzia kwenye wilaya yenu ya Iramba. Tumeanzia kwenye kata ya Kaselia, na huu ni mkutano wetu wa pili hapa kwenu Dago, na tutamalizia Shelui. Kesho tutaenda maeneo mengine ya wilaya yenu, na kesho kutwa tutaendelea na ziara yetu Kalama na maeneo mengine ya mkoa huu. Kwa wiki 3 tunataka tuzungumze na wananchi wa mkoa wa Singida juu ya hali halisi ya maisha yetu, juu ya hali halisi ya matatizo tulionayo na namna ya kutatua hayo matatizo. Nawashukuruni kwa kuja kwenye mkutano, na kama nilivyosema, na waombeni masikio yenu kwa kipindi nitakachosimama hapa kuzungumza. Sisi wa mkoa wa Singida tunajulikana kwenye siasa za Tanzania. Tunajulikana kwa mambo makuu mawili kwenye siasa za Tanzania. Jambo la kwanza tunalojulikana nalo ni umaskini wetu. Sisi ni mojawapo ya mikoa masikini kuliko mingine ya Tanzania hii. Sisi tunajulikana kwa umaskini wetu, na Dodoma hatuchekani. Tunajulikana kwa umaskini wetu. Ni kati ya mikoa maskini kuliko mingine yote ya nchi hii. Ukiangalia katika kila kigezo cha maendeleo, elimu, maji, afya, barabara, fikiria mambo yanayoitwa ya maendeleo. Ukiangalia na vipato vya wananchi, ukiangalia tuko wapi? Tuko huko mkiani. Pili,
tuko kwetu, mtanisamehe kwa haya nitakayoyasema. Jambo la pili tunalojulikana nalo, ukiachia umaskini wetu, ni ujinga wetu. Ni ujinga wetu. Sisi ni mkoa maskini kuliko yote, na sisi ndio tunaoipigia CCM kura kuliko mkoa mwingine wowote. Sema baba. Na Dodoma, nimesema na Dodoma hatuchekani. Ni maskini wa kutupwa, ni wapiga kura wa CCM wa kutupwa. Sisi tunajulikana kwa jinsi tunavyokandamizwa. Tunavyokandamizwa. Hamjayasema hapa, Mheshimiwa Diwani, hamjaniambia hapa. Nikiwaulizeni hapa kinachoendelea Ndago hii, huu mpunga huu utaufikisha barabara kuu bila kukutana na geti njiani. Utakutana na geti njiani. Nimetoka mjini leo asubuhi, kutoka Singida mjini mpaka hapa, nimesha hesabu mageti 4. Mageti 4 ya ushuru wa mazao ya wakulima. Sio ushuru wa bidhaa za viwandani. Hayo magari yake yasimamishwe. Sio mageti ya kuangalia sukari na ni mageti kwa ajili ya kunyang'anya wakulima hela zao. Nanielewa? Huu mpunga huu haufiki barabarani hawajakunyonyoa. Ukiukoboa, utaukoboa bure, unanyonyolewa kwenye mashine ya kukoboa. Ukienda kuupika ukatuuzia wapita njia kama sisi, wanakuja kwenye mkahawa wanakunyonyoa vile vile. Ni mpunga ule ule. Ukiutengenezea vitumbua, huuzi vitumbua, wanakunyonyoa vile vile kwenye vitumbua. Na mahindi ni hivyo hivyo, na alizeti ni hivyo hivyo, na mtama ni hivyo hivyo, na mifugo ni hivyo hivyo. Nyie sio wafugaji sana, au nakosea? Ni wafugaji. Ukiwa na ng'ombe, unahangaika mwenyewe miaka nenda rudi kuchunga ng'ombe. Akiugua wanakuja kukutibia bure, wanakupiga. Kwanza ng'ombe hawachangishwi michango, hakuna mchango wa ng'ombe, unapigwa. Ukitaka kupeleka ng'ombe mnadani utapeleka bure bila barua ya mtendaji, unapigwa. Ukifika mnadani utamuuza mnadani bila kunyonyolewa, unapigwa tena. Ukimchinja ukachinja bure, unapigwa. Ukiuza nyama unapigwa. Ukichoma mshikaki unapigwa. Ukipika makongoro unapigwa. Ukiuza ngozi unapigwa. Sema. Ndio maana ni maskini. Ndio maana ni, mnafikiri tutakuwaje matajiri kama mnapigwa namna hii? Halafu kija hela ya serikali kwa ajili ya kuwajengeni shule kwa ajili ya watoto wenu, na zenyewe zinapigwa. Halafu anakuja kuwachangisha mchango wa ujenzi wa shule, au nakosea? Mara wa nyumba ya mwalimu, au nakosea? Mara wa madarati, au nakosea? Mara wa mlinzi wa shule, au nakosea? Mpaka choo nako
unapigwa, au unakosea? Mtakuaje na nafuu? Mtakuaje na nafuu? Mkoa maskini kwa watu maskini wajinga, wanaonyonywa. Wajinga ndio wali wao. Akija Mwigulu Nchemba hapa ni waziri, sio? Hizi ndio barabara za jimbo la waziri. Waziri wa fedha, waziri wa fedha, hili ndio jimbo lake. Akija hapa anawachukua wale wa CCM wenzake, wale wa hapa, anawapa 10,000. Nyie wengine mnapewa 500 ya pombe mkalewe, mje mumpigie kura. Ukishapiga kura kwa sababu umelewa, ulipewa 500, kesho kutwa wanakuja wanakuambia leta mchango. Wajinga ndio wali wao. Au na watu kama, au nasema vibaya? Mwaka ujao wameshaanza, lakini mwaka ujao watakuja na fulana, mnazifahamu sana. Mojawapo ameiba baba yangu pale, yule mwenye kibarashia yule. Wewe mzee, wewe hiyo nataka kuangalia hiyo fulana yake. Sinaiona? Sinazifahamu hizo fulana? Za mwaka ujao zitakuwa na picha ya mama amekaa hivi au vile, au amefanya kama anaomba Mungu hivi. Fulana ya 1000 anakupa fulana kwa sababu umepigwa miaka 5, huna hela hata senti 10 ya kununua fulana yako mwenyewe. Unaenda unapewa, unafikiri unapewa bure. Ukishaipewa wanakuja na mchango wa shule, wa madawati, wa ng'ombe, wa mpunga, wa mahindi. Utaachaje kuwa maskini? Nanielewa? Nanifahamu? Sasa haya mambo hajaamuru Mungu. Pamoja na kwamba wakija wao wanaowaibieni, wakija wanawaambieni mtaji Mungu. Yaani nyie umaskini wenu, umaskini wa kuibiwa, wanakuja wanaowaibia wanasema mtaji ni Mungu. Aliyekupa, aliyekunyima wewe ndiye aliyempa yule. Yule ameiba, amekuibia wewe. Unasemaje mpaji Mungu? Nchi hii tumekuwa tunamsingizia Mungu kwa mambo tunayofanyiwa na watawala wetu, badala ya kuwashughulikia watawala wetu, kuwaondoa. Wanatutia umaskini, alafu wanasema Mungu. Umeme ukikatika kama huwa hapa, wanakata umeme, wamesikia Tundu Lissu wanakwenda Ndago. Umeme unakatika. TANESCO imeshindwa kutatua tatizo la umeme la Tanzania. Wanasema nini? Mvua ya mwaka huu ilikuwa kubwa sana, umeme umeshindikana kwa sababu mvua imekuwa kubwa sana. Kosa ni la nani? Mungu. Ukiwa na ukame kidogo, umeme hamna, kosa ni la nani? La Mungu. Njaa ikija, kosa ni Mungu. Kila kitu tunaambiwa Mungu, 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 ili tusiseme wajinga ndio. Kumbuka, usije ukasahau kwamba mkoa wako ni mkoa maskini, na mkoa wako
ndio wa kwanza kuiunga mkono CCM. Na hivyo vitu viwili vina uhusiano. Kura unayopiga kwa CCM ina uhusiano na umaskini wako, na kukandamizwa kwako, na kunyang'anywa kwako kwa vitu ulivyo navyo. Kuna uhusiano. Kuna uhusiano bwana askari. Kuna uhusiano kati ya kura wanayopiga hawa watu kwa CCM na kikokotoo. Nyie maaskari mtaangamizwa na vikokotoo vya Samia. Nchi hii kila mtu anapigwa. Hawa mapolisi hawa wanafanya kazi, akishastaafu huyu amefanya kazi miaka 30, ameota mvu. Rafiki yangu huyu mchomvu ameotea mvi polisi, akishastaafu aenda kupewa, amefanya miaka 30, kiinua mgongo cha miaka 10, miaka 20 wanamwambia hiki tunakuwekea, tukikupa utaenda kulewea, au pengine utaenda kuwa mke wa pili wewe, kwa tunakutunzia. Serikali hii huwa inatunzia watu hela. Kwa hiyo ukiwa mfanyakazi wa serikali au wa binafsi wa nchi hii, kura wanaopiga hawa ya CCM ni kikokotoo kinachokusubiri ukistaafu, na makato yanayokusubiri kila mwisho wa mwezi. Kila mfanyakazi, kuna mtu ameniletea kipande cha salary slip, hii risiti wanayopata kila anapolipwa mshahara. Kuna kodi karibu 6 wanazokatwa hawa wafanyakazi hawa, na wenyewe nao wajinga ndio wali wao. Wafanyakazi wa nchi hii hawajui kugoma. Usipogoma utaliwa. Sasa na wakulima wetu ni hivyo hivyo, wafugaji wetu ni hivyo hivyo, wafanyabiashara wetu ni hivyo hivyo. Ukiwauliza hawa wafanyabiashara wanauzauza maduka hapa au mgahawa, mwisho wa mwezi wanatoa ngapi kwa TANESCO, wanatoa ngapi kwa halmashauri ya wilaya, watalia. Ukiwaambia haya mambo sio ya Mungu, haya mambo ni ya kibinadamu, na kwa sababu ni ya kibinadamu tunaweza tukayabadilisha, wanaanza kukuona sijui umetokea wapi. Sasa nataka nizungumze namna ya kuondokana na huu ujinga na huu maskini. Kuna namna. Fikiria hela yote unayoitoa, hiyo niliyoitaja, unaitoa inakwenda wapi? Nenda kuliwa. Na mnajua, ndio maana mnasema mapato hayasomwi, au sio? Mapato na matumizi hayasomwi kwa sababu ni hela ya kula. Kwa nini wakusomee? Unafahamu kabisa mambo mnayotendewa yanayofanya muwe maskini ni hela za watu, ni miradi ya watu ya kula. Wawe ni madiwani, wawe ni watendaji wa kata, wawe watendaji wa vijiji na wenye viti wao, awe mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Iramba, ni walaji. Awe DC, walaji. Awe TRA, walaji. Sasa namna ya kuondokana, ya kwanza ya kuondokana na umaskini ni kushughulika na hawa wezi, ni kushughulika na hawa walaji. Unashughulika nao namna gani? Kwa sababu tuko Ndago, nataka niwape mifano ya Ndago. Usipolipa mchango wanakuletea migambo, au unakosea? Wanakuja kukamata mbuzi au kuku au vyombo vya nyumbani au vyombo vya biashara, au unakosea? Nasema uongo? Migambo huwa wanakuja peke yao, wanakuja na mwenyekiti wa kijiji,
wanakuja na mwenyekiti wa kitongoji, ndio anayewaambia huyu ni fulani hajatoa. Au nakosea? Anza na mwenyekiti wa kijiji na kitongoji. Ondoa. Ukiondoa mwenyekiti wa kijiji au wa kitongoji, mgambo atakuja na nani nyumbani kwako aje kuvamia kunyang'anya wewe vitu vyako? Atakuja na nani? Mtendaji wa kata, ukishaondoa diwani wa CCM ukaweka diwani wa Chadema kwenye ODC, mwenyekiti ni diwani wa Chadema, mtendaji wa kata anapatia wapi nguvu ya kuja kukutoza wewe mchango wa choo? Anapatia wapi? Kwa hiyo kumbe ukiondoa mwenyekiti wa kijiji ukaweka asiyekuwa CCM, kitongoji ukaweka asiyekuwa CCM, diwani ukaweka asiyekuwa CCM, hivi vijizi vya mitaani hapa vinapotea. Sema. Na nawaambieni hivyo kwa sababu najua nilikuwa mbunge mimi wa Singida Mashariki vipindi viwili. Tulipowashinda kwenye vijiji tu, michango iliisha. Tulitangaza uhuru. Tulipowashinda kwenye udiwani, tukawashinda kwenye ubunge, mageti yote jimbo zima tuliondoa. Na Mungu alileta mvua tu. Mvua haitaacha kunyesha ati kwa sababu mmeondoa wanyonyaji. Mkiondoa wanyonyaji mnapata nafuu. Na nielewa. Natamani ningezungumza Kinyiramba na nyinyi Wanyiramba. Bahati mbaya. Na nielewa. Kwa hiyo unataka nafuu kwenye maisha yako. Wewe ni mwananchi wa Ndago. Nafuu ya maisha yako ni salama ya mpunga wako, salama ya mifugo yako, salama ya biashara yako. Anza na mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji na mjumbe wa halmashauri ya kijiji. Na uchaguzi unakuja mwezi wa 10. Mkiwaachia wakawashinda, wakawa wenye viti wa vijiji, kumbuka wajinga ndio wali wao. Kwa hiyo tarehe muhimu, mwezi muhimu katika kalenda ya kisiasa ya mwaka huu ni mwezi wa 10. Uchaguzi wa vijiji, vitongoji, mitaa na halmashauri za vijiji na halmashauri za mitaa. Hakikisheni mmeweka wagombea wasiokuwa wa CCM kwenye kila nafasi inayogombaniwa. Msisubiri Lissu aje kutoka Dar es Salaam aje awekee wagombea. Mimi siwafahamu. Mara yangu ya kwanza nimekuja hapa. Nyie mnafahamu nani ni mtu wa kweli, na mnafahamu nani ni muongo. Mnafahamu nani ni jasiri, mnafahamu nani ni muoga. Wekeni watu jasiri, wekeni watu wajanja, msiweke mafala. Na muwapigie kampeni. Usipowapigia kampeni watashindwa. Na wakishindwa utalipia kwa michango na haya manyanyaso yasiyoisha. Mwezi wa 10. Kusiwe na kisingizio. Watu wa Singida hawakuja kutuunga mkono. Hii kazi ni ya Ndago, lazima ifanywe na wananchi wa Ndago. Ni ya kwenu. Ukombozi utakuwa wa kwenu, sio wa kwangu. Sio watu wa Singida, sio watu wa Kiongozi. Mwezi wa 10 wa mwaka huu. Tukimaliza mwaka huu, mimi nawahakikishieni wananchi wa Ndago,
tukimalizana na CCM kwenye vijiji na vitongoji mwezi wa 10, mwaka hautaisha, hakuna michango hapa. Kazi kwenu. Na tukishamaliza mwezi wa 10, tunajiandaa kwa ile kubwa yake. Ile kubwa yake ni ya mwaka ujao, kwenye udiwani, kwenye ubunge, kwenye urais. Nye watu wa Ndago, diwani wenu wa hapa lazima mtengenezee mpango wa kumalizana naye. Msipomalizana na diwani, michango itaendelea, kwa sababu michango huwa inapangwa kwenye WDC, kamati ya maendeleo ya kata, na mwenyekiti wa WDC ni diwani. Kwa mkimalizana na wenye viti wao, mpange mkakati wa kumalizana na diwani wao mwaka ujao, na mpange mpango wa kumalizana na Mwigulu Nchemba mwaka ujao vile vile, na mpange mpango wa kumalizana na huyu mama mwaka ujao. Yote haya yanategemeana. Kukiwa na ukandamizaji juu, kutakuwa na ukandamizaji chini. Kukiwa na wizi juu, kutakuwa na wizi mpaka chini. Kukiwa na haki juu, kutakuwa na haki chini. Na yote inakutegemea maamuzi yako. Kwa hiyo kumbuka, mwaka huu mwezi wa 10 tumalizane na wenye viti wao, na mwaka ujao kwenye kubwa yake tumalizane na madiwani wao na wabunge wao na rais wao. Ameshatengeneza hela sana, auze bandari, auze bandari zetu, auze misitu yetu. Ameuza misitu hekta milioni 8 kwa Waarabu. Unanielewa? Bandari kwa Waarabu. Anafukuza Wamasai Ngorongoro, Loliondo, Umasaini kote, ili agawe ardhi yao kwa Waarabu na watu wengine wenye nini? Wenye mapesa, watu watajirika. Wamasai kama kafia wataka kofia shauri sawa. Kama ni pesa ametengeneza ya kutosha, mwaka ujao tumtengenezee mpango wa kumrudisha kwao Kizimkazi. Sawa sawa. Na yote inategemea kura ya Ndago, inategemea kura ya kwako. Ukiipiga kwa sababu umeleweshwa kwa pombe shilingi 500, hayataondoka. Ya kwangu ni hayo niliyotaka kuja kuyazungumza na nyie. Bwana washukuruni sana.